hapa katika mradi wa ujenzi wa barabara za Buriaga Kyara Nditu kilomita 0.75 na Bagamoyo TANESCO kilomita 0.25 kwa kiwango cha lami. Mradi umetekelezwa na serikali ya Tanzania chini ya fedha za tozo ya mafuta kwa gharama ya shilingi milioni 999,914,106 na senti 25. Aidha, mkandarasi hadi sasa ameshalipwa malipo ya kiasi cha shilingi milioni 109,688,354. Wa mradi umefikia 65%. Kazi zilizopangwa kutekelezwa. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, and grabbing, kuweka tabaka la changarawe lenye ubora wa G7, kuweka tabaka la changarawe wenye ubora wa G15, kuweka tabaka la changarawe lililochanganywa na chokaa yani C1, kuweka tabaka kwa kutumia kokoto CRR yani base course, kuweka tabaka la lami double surface dressing. Kazi ambazo hazijafanyika ni kama ifuatazo: ujenzi wa mifereji ya mawe ya kutolea maji ya mvua nje ya barabara, ujenzi wa vivuko vya watembea kwa miguu yani access slab, kuweka taa za barabarani yani street lights 31, kuweka alama za barabarani yani road marking and road signs. Lengo la mradi wa ujenzi wa barabara za Buriaga Kyara Nditu kilomita 0.75 na Bagamoyo TANESCO kilomita 0.25 kwa kiwango cha lami ni pamoja na kutimiza lengo namba 1 la kuimarisha wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA kwa kuongeza bajeti ili kukidhi mahitaji ya ujenzi, ukarabati na matengenezo ya barabara za vijijini na mijini. 2. Kuboresha miundombinu ya usafirishaji ili kuwezesha wananchi kusafiri na kusafirisha mazao yao kutoka mashambani na kupeleka sokoni na maeneo mengine ya kibiashara. 3. Kuwahudumia wananchi wapatao 20,568 wa kata za Suma, Itagata, Buriaga na Bagamoyo. Taarifa ambayo imewasilishwa na meneja wa TARURA wa wilaya ni miongoni mwa taarifa ambazo zimeonyesha jinsi gani serikali ya awamu ya 6 ndani ya wilaya hii ya Rungwe kweli miundombinu ya barabara imeweza kutekelezwa kwa viwango vya hali ya juu. Naomba tujipongezeni sana. Leo hii rais wetu Daktari Samia katika azma ya kutekeleza miundombinu katika taifa hili kwa kweli aliwaahidi wananchi juu ya kutekeleza barabara za vijijini na mijijini kwa viwango vya lami katika maeneo yetu. Wapo wengi hawajakusudia wala kutegemea kwamba leo hii ndani ya barabara zetu za mitaani zingejengwa kwa viwango vya lami kama ambavyo tunajionea, lakini haya yote yanafanyika ni kwa sababu ya imani ya wananchi kwa serikali, ni kwa sababu ya imani ya kiongozi wetu kwa wananchi ambao wanapelekea huduma. Ni swala zima la uwepo wa miundombinu ya barabara katika maeneo yetu. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, serikali hii ya Daktari Samia itakapoenda kupewa dhamana kwa kipindi cha miaka 5 mingine, kwa kweli haya ambayo tunayaona yataendelea kukua zaidi katika maeneo yetu. Ni jukumu la kila mwananchi kulinda maendeleo ambayo yanatekelezwa katika maeneo yake. Hawezi kuja kutokea mtu ambaye anaishi nje ya Tanzania akaja akaridhika maendeleo haya kufanyika. Sisi ambao tulikuwa tukipitia shida, sisi ambao tulikuwa tukipata tabu, ndio ambao tuna wajibu wa kuthamini na kulinda juhudi za serikali katika miundombinu hiyo. Barabara oye! Nimefurahishwa sana na zoezi hili la kujengewa barabara hii, kwa sababu barabara hii ilikuwa inaleta shida wakati wa mvua ipitiki, bodaboda wanapata shida, kwa ujumla usafiri tulikuwa tunapata shida kupandisha huu mlima. Lakini tangu tumewekewa hii rami, kwa kweli ni rami starehe. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kutuangalia sisi wanyonge, kwa sababu ilikuwa kama ndoto kwamba hii barabara inaweza kaja kuwekwa kwa kiwango cha lami. Lakini pia nishukuru sana kwa wale wasimamizi hasa TARURA, kwa sababu ndio wanaomwakilisha rais kwenye ujenzi wa barabara hii. Barabara ilikuwa changamoto sana kipindi cha nyuma. Barabara ilikuwa mbovu na tutesa sana. Ila kwa sasa hivi aisee, serikali tunaishukuru sana. Barabara iko vizuri, tunapita vizuri kabisa. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya Mama Samia, iko vizuri.
Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.